Leo kumekuwa na ziara na kamati ya usalama ya wilaya. Lengo ya ziara hii ni kuhakikisha kwamba tunatembelea kukagua miradi yote ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta pesa hapa, hususan katika sekta ya elimu. Kipekee nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais sababu takriban milioni 900 imeletwa hapa kwa ajili ya miradi ambayo iko katika msingi katika ule utaratibu ambao lengo mama ni kuhakikisha inapofika Januari 13 ambapo shule zinapofunguliwa, basi miradi hii imekamilika na wanafunzi waanze kusoma katika shule hizi. Pesa iliyokuja moja ni katika kuboresha miundombinu ambayo mingine ilikuwa chakavu, lakini nyingine tumejenga madarasa mapya, lakini yako maeneo ambayo tumejenga shule mpya kabisa. Lakini kikubwa ziara hii inapita katika kuhakikisha miundombinu hii inakamilika kwa wakati, lakini kwa kuzingatia na ubora. Yako maeneo ambayo watoto wanatembea umbali mrefu. Kwa hiyo miundombinu hii itakapokamilika itapunguza hiyo adha na kadhia ya watoto kutembea umbali mrefu kufuata elimu, hususani watoto wadogo ambao wanasoma shule za awali na shule za msingi. Manake sasa watakuwa wanasoma jirani na makazi ambayo waliokuwepo. Lakini la pili, zipo shule ambazo idadi ya wanafunzi ni kubwa kuliko uwezo wa madarasa. Kwa hiyo uwepo na ongezeko la madarasa hayo na kwenda kutatua na kupunguza changamoto ya mlundikano wa wanafunzi katika hizo shule. Kwa hiyo ni imani yangu ya kwamba shule hizi zitakamilika kwa wakati, kwa ubora, na shule zinapofunguliwa tu tunachotaka na wito na rai yangu kwanza kwa wazazi kuhakikisha kwamba watoto wote wanaripoti kwa wakati. Lakini la pili, kuhakikisha vile vitu vyote vya msingi ambavyo mtoto anatakiwa kuwa navyo basi anakuwa navyo. Lakini safari hii tutazingatia pia na mkazo tutaweka katika upatikanaji wa chakula mashuleni. Kwa hiyo wataalamu, tunatoa rai kwa wataalamu wote kuhakikisha kwamba shule hizi zinakamilika kwa wakati ili tupunguze kadhia kwa wananchi na watoto ambao wanatarajia kuingia madarasani tarehe 13. Hatutorudi nyuma. Mapema tu tunataka miradi hii ikamilike, na shule zinapofunguliwa basi wapunguzie watoto kadhia hiyo, wasome katika mazingira bora, mazingira ambayo yanafanana na kasi ya Daktari Samia Suluhu. Tuna ziara toka asubuhi ya kutembelea miradi ya ujenzi katika shule mbalimbali. Tumetembelea takriban shule 9 na shule zote zina miradi ya ujenzi wa vyumba vya madarasa, na katika shule hizo moja tunajenga shule mpya maeneo ya Kwangwa. Eneo la Kwangwa ni eneo la pembezoni ya manispaa na ni eneo ambalo wanafunzi katika shule zilizopo wana msongamano mkubwa, lakini wanatembea umbali mrefu. Na tunashukuru sana serikali kwa kupata fursa hii ya kupata shule hiyo, kwani itawapunguzia adha watoto wanaotoka maeneo ya mbali na eneo la shule zilizopo. Lakini pia katika miradi hii tuliyotembelea kuna mradi wa madarasa 2 na vyoo matundu 6 kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum katika shule ya msingi Nyaligambaye. Kama tunavyojua shule ile ni shule jumuishi ambayo ina watoto wenye mahitaji maalum, na tunashukuru sana serikali kwa kuboresha miundombinu. Madarasa yanajengwa na watoto watapata fursa, na natoa wito kwa wazazi kujitokeza kwa kuwaleta watoto wenye mahitaji maalum ili waweze kupata elimu katika mazingira yenye mvutio. Kwa ujumla manispaa yetu ya Msoma tunawahimiza wazazi. Kipindi hiki ni kipindi cha uandikishaji wa darasa la awali na darasa la kwanza, pia na kuripoti kwa kidato cha kwanza.
Nahimiza wazazi watumie fursa hii kuwaleta watoto shuleni ili waweze kuandikishwa na waweze kutambulika, kwa kuwa serikali tayari imeshajenga miundombinu ya kutosha. Sasa ni wajibu wa wazazi kuleta watoto, lakini wanapowaleta wakumbuke kwamba watoto wanahitaji pia kuishi kwa amani shuleni, wapate chakula, wapate usimamizi mzuri ili wasome kwa amani, waweze kupata elimu inayostahili.